Asante Mwenyezi Mungu, ni wakati Bwana wa kusikia sauti yako. Neno lako Bwana ni upanga tena ni nyundo, na neno lako Bwana ubariki, na neno lako Bwana ufungua. Kwa saa haya wachilia Roho wako Mtakatifu anene nasi kwa namna ya kipekee, kwa lugha ambayo Bwana tutaweza kuisikia na kuelewa. Mioyo yetu Bwana iko tayari kusikia kwako. Nami niliyesimama kwa ajili ya neno lako, mfalme wa amani, sina chochote cha kunena machoni kwa watu wako. Lakini Bwana, ninahitaji neema ya kipekee kwako, kwamba ukanitakase sasa. Takasa kinywa changu, takasa mawazo yangu, achilia funuo zako ndani yangu Bwana wa majeshi, ili Bwana nikayanene yale yako uliyopanga juu ya maisha yetu. Wacha sote tukabarikiwe, kwa sababu Bwana utanena nasi. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Merry Christmas. Naona nyuso zina furaha kabisa. Usijali. Christmas si mpango mpya. Christmas ni Yesu ndiye mpya ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo usikonfuse ukafikiria kuwa Christmas ni nguo mpya. Christmas ni Yesu azaliwe ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nimesimama kwa ajili ya neno la Mungu, na kama kuna wageni katikati yetu, majina yangu ni Paul Fondo, na Kristo Yesu ni mwokozi wa maisha yangu toka mwaka wa 2009. Bwana wa mbinguni alinipata sifai, kanipenda na akapendezwa nami jinsi nilivyokuwa. Basi akanipatia neema hii ya kuweza kuwa mmoja wa wale ambao wataweza kukaa katika nyumba yake na kuendelea kumtazamia yeye kwa ujio wake katika maisha yetu. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya wema na fadhili zake kuu. Nikisimama mbele yenu ni mzima, na Bwana ameendelea kuwa mwema katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo leo niko na ujumbe wa Mungu, na ujumbe wa Mungu ni juu sababu za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Naongea juu ya sababu za kuzaliwa kwa Yesu Kristo, maana Mungu huyu tunayemwabudu hutenda kila jambo kwa sababu zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani hafanyi tu kama jinsi sisi tunavyofanya wanadamu. Yeye hufanya akiwa ana malengo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ili kwamba litimize lengo lake, basi hudhihirisha jambo kwa wakati huo, ili kwamba malengo yake yakapate kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo Yesu Kristo hakuzaliwa tu kama mtoto wa kawaida, kama vile sisi tunavyozaa watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi saa zingine tunazaa pasipo sababu. Ndio maana unaweza zaa mtoto alafu ukampelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Ukamwacha kwa sababu ulisema alikuja bahati mbaya. Kuna ile wengine wanazaa alafu unafikia mahali anasema tafadhali sikuzaa, mtoto amekuwa kero. Si ni hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakazaa hata watoto wakawaweka katika mashimo wakawazika, kwa sababu waliwazaa bila kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kila kilichozaliwa na kusudi na kwa sababu hutunzwa na kukalindwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu aliyekifanya kitu kiwe na kusudi hukilinda ili ile kusudi lipate kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona Yesu Kristo, kwa sababu Mungu alikuwa amemleta kwa kusudi, na kwamba kwa sababu amemleta kwa kusudi kuna mambo ambayo huyu alikuja kuyakamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana aliweza kumshika hata wakati alipozaliwa. Tazama, kwa sababu alikuwa ni mwana wa agano na ni mwana ambaye alikuwa amekuja kwa kusudi, Bwana hakuruhusu upanga wowote uinuke juu ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Alihakikisha kwamba Mungu amemlinda vilivyo. Wakati Yesu alipozaliwa kulikuwa na maangamizo makuu. Watoto agement yake wote waliweza kuuawa na mfalme yule.
Herode, kwa sababu alitaka kuangamiza kile kilicholetwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu wa mbinguni hawezi kuacha kusudi lake kuweza kusimamishwa na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu hiyo hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kusimamisha kusudi la Mungu. Ni kwa sababu Mungu kusudi lake mpaka litimie, ana mbinu zote za kulitekeleza ili kwamba likaweze kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu huleta hata dhoruba. Akileta dhoruba si kwamba amekuja kuumba, ana kitu anatengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Dhoruba inapokuja kuna kitu Bwana anatengeneza. Hivyo kila kitu kinatendeka na sababu yake katika maisha ya wanadamu, ama kile anachokifanya Mungu ukileta kwa sababu yake. Bwana Yesu asifiwe. Akaleta maangamizo, ni kwamba kuna jambo analitenda katikati yetu la kipekee ambalo yeye mwenyewe anasababisha, anayo sababu ya hilo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa mimi na wewe kwa macho ya kimwili tutaona kwamba tunafadhaika, lakini Bwana yeye mwenyewe kule anatukuzwa kwa sababu yeye ameyatenda yale ambayo alikuwa anastahili. Bwana Yesu asifiwe. Na katika sababu ambazo Yesu Kristo alikuja ulimwenguni, tunataka kuangalia sababu 3 za kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza, Yesu Kristo huyu aliletwa ulimwenguni ili kutuletea ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio pale Biblia inasema kwamba alipotokewa yule Mariamu na huyu malaika kuelezewa habari za uzao ambao ni wa huyu Yesu Kristo, alikuwa ameambiwa kwamba yule utakayemzaa atakuwa mkombozi wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine, sababu ya pili, Yesu Kristo huyu alikuja kutuletea uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na sababu nyingine ya 3, ziko sababu nyingi lakini nataka kuongelea sababu 3. Alikuja kuwa mpatanishi tena na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya makosa yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu mwanadamu alikuwa mbali sana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia katika mambo ya wokovu ambao Yesu aliuleta ni kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliangalia duniani kote, hakuna dhabihu inayoweza fanya ondoleo la dhambi ndani ya mwanadamu, kwa sababu yote matambiko aliyafanya kujifanyia kutafuta uhusiano na Mungu, lakini haikuwezekana. Bwana Yesu asifiwe. Walimchinjia Mungu mbuzi, ng'ombe, wakatoa fedha na kila kitu, lakini hakuna kitu kilichoweza kuleta upatanisho wa mwanadamu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hata ingawa wanadamu walikuwa wakiyafanya hayo, hakuna vile mwanadamu aliweza kuwa kabisa karibu na Mungu, kwa sababu vitu hivi vyote vilikuwa vya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akaona ni kwamba alete kitu kitakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ni kwa sababu yeye Mungu mwenyewe ni mtakatifu, alitaka kuileta dhabihu takatifu duniani, ambayo hiyo dhabihu takatifu itakapokuwa katika maisha yetu, hiyo ndio itatutakasa na kutufanya tuwe mmoja wa wale ambao wataitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Yesu Kristo alikuja. Wajua dhambi, huwezi kuiona dhambi. Wanadamu hakuweza kuiona dhambi. Yesu alikuja kama kioo ya kujiangalia. Bwana Yesu asifiwe. Ukampokea Yesu na sasa ukaanza kupokea yale, ukapoa macho ya kuona jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama mira. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno la Mungu linasemekana ni kioo. Mwanadamu hujiangalia akajiona jinsi alivyo. Wewe ukisimama kwa kioo unaweza kujiona kabisa jinsi ulivyo. Lakini ukitaka kujibadilisha ni wewe mwenyewe ukubali, kwa sababu vile ndivyo ulivyo. Kioo haifanyi nini? Haidanganyi. Ulivyo ndivyo ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujachana nywele ndivyo ulivyo. Kwa hivyo kama hujachana nywele ukijiangalia, kajitengeneze. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Na neno la Mungu latupeleleza sisi. Wakati linapoingia ndani yetu, linatupeleleza na kutuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba ujione jinsi ulivyo. Utakapojiona utasema sasa basi wacha nijirekebishe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio pale Mtume Paulo katika Timotheo wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 15, anamwambia Timotheo ya kwamba habari hizi ni za kuaminiwa, tena zinastahili kukubaliwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu Kristo alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao mmoja wao ni nini? Yeye Paulo anasema kwamba mmoja wao aliyekuja kuokolewa ni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hakuna mwanadamu aliye mtakatifu mbele za Mungu. Wote wameweza kupotea, wote wana mapungufu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ana mapungufu yake mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tukapewa neema hii ya kipekee ya kwamba sasa kuna mpatanishi. Mpatanishi ni kama wakili tu. Bwana Yesu asifiwe. Jaji akatoa hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakili akasimama akasema ninaomba rufaa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ibadilishwe hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumepata mtetezi mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ako katikati yetu na Mungu. Tunapompatia manyonge yetu, yeye hukutukubali na kumwambia Baba, sasa huyu amekuwa mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo neno la Mungu nasema kwamba huwezi kumuona Mungu pasipo kupitia kwa Yesu Kristo. Ndio maana Mungu akaleta jina hili ambalo ni jina kuu. Utakapolipokea hilo linapokotea nafasi ya wewe kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na tena huyu Yesu Kristo ni uzima. Tukisoma katika kitabu cha Yohana mlango ule wa 10, Yohana 10:10, Bwana Yesu asifiwe, inasema hivi. Yohana akawa anaongea, anasema mwivi haji ila kuiba, kuchinja na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu anasema hivi, anaendelea hapo kwamba mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo simba wa Yuda huyu amekuja kuturudishia uzima, na uzima ambao anaongea yeye ni uzima wa mwili ulionao na uzima wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna uregesho wa maisha yako katika maisha ya kimwili hata maisha ya rohoni, kwa sababu alikuja kutuponya katika hayo. Bwana Yesu asifiwe. Hivi akiwa amezaliwa katika maisha yetu, ama ikiwa ni ukumbusho wake, huu ni ukumbusho tu, tunakumbushwa tutafute uhusiano na yeye. Kwa sababu gani? Ni wakati wa kujipeleleza. Bwana Yesu asifiwe. Kuangalia kama jinsi alivyokuja katika yale aliyokuwa amekuja kuyatenda ndani yetu yameweza kutendeka, ama bado hatujaweza kumpatia nafasi yake ya kisawasawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wajua, dhambi ingekuwa dhambi imepata dawa ingine katika ulimwengu, Yesu angekuja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakukuwa na dawa ya dhambi. Ndio pale tunaimba sema hakuna kabisa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Hakuna dawa yoyote. Walijikatakata wakapaka damu za wanyama, wakataka kuondoa maovu aliyokuwa nayo, lakini hakuna damu iliyoweza kumtakasa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Waliweza kuchinja mbuzi nyingi kutafuta utakatifu, lakini haukupatikana. Lakini utakatifu uliletwa tu
na kitu kimoja, yaani kiumbe takatifu ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naye hakuzaliwa kwa njia ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kabla, yaani Mariamu alipokuwa ameposwa na Yusufu, na kabla hawajakaribiana, basi tunaambiwa alionekana tayari ni mjamzito. Bwana Yesu asifiwe. Bikira huyu ni mjamzito. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye hajakaribiana na mwanaume ameonekana tayari ana ujauzito. Bwana Yesu asifiwe. Naye tunaambiwa Yusufu, kwa sababu alikuwa ni mtu wa haki. Inaonekana huyu Yusufu alikuwa ni mcha Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mtu ambaye hapendi kufanya dhambi. Ni mtu amejilinda. Na Mariamu pia ni mtu alikuwa amejilinda. Lakini akaonekana ni mjamzito kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yusufu hakutambua kwamba ujauzito alionao Mariamu kwamba ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu alipojua kwamba alipomuona, Bwana Yesu asifiwe, tunaambiwa kwamba aliazimia kumwacha kwa siri. Ni kwa sababu aliogopa aibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Roho Mtakatifu akamtokea. Malaika akamwambia Yusufu, usiogope kumchukua mkeo Mariamu, kwa sababu ujauzito alionao ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaambiwa kwamba alipotoka katika ndoto ile, Yusufu alitimiza kama jinsi malaika wa Bwana alivyomwambia. Akaweza kumchukua Mariamu mkewe. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba hakumjua Mariamu hata alipozaliwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunatazama namna gani ambavyo Mungu alikuwa amemchagua huyu Yesu Kristo, ama amechagua mwanadamu huyu ambaye anaitwa Mariamu kumleta Mwokozi Yesu Kristo. Yaani hakuweza kuchanganywa na asili ya dunia hii, mpaka ambapo yeye mwenyewe alipozaliwa ndio Yusufu akamjua mkewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alikuwa na ndugu zake tu wengi, lakini wale ndugu zake alikuwa nao walikuwa ni wana wa Yusufu. Huyu alikuwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yusufu alikuwa baba mlezi. Haleluya. Kufunika jina. Lakini hata alipozaliwa Kristo alikuwa akijitambulisha. Hakuna mahali aliposema yeye ni mwana wa Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma maandiko vizuri, hakuna mahali Yesu Kristo alisema mimi ni mwana wa Yusufu. Hakujiitanisha na jina la ulimwengu huu. Ni kwa sababu alikuwa tayari yeye ni Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Alipozaliwa, Mungu alitafuta na sababu ya kuingia ulimwenguni kupitia kitu dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Na alipoingia mahali hapa, hakutaka kuitanishwa na jina la mwanadamu tena. Alikuwa akisimama anasema yale niliyoyaona na kuyasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yale niliyoambiwa na baba yangu, maana mimi nilitoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema mimi na baba ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hakutaja Yusufu. Haleluya. Amen. Hivyo tunaangalia kwamba mtoto huyu hakuwa mtoto wa kawaida. Hata ndugu zake Yusufu, wale watoto wake Yusufu, wale wengine ndugu zake walikuwa wafuatilia, lakini kuna mahali alikwenda akawaambia kwamba ndugu zangu na mama zangu ni hawa naotembea nao pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hawakuweza kumzuia Kristo. Ndio unaona pale unajiuliza, wakati Yesu Kristo hata alipofika wakati kwamba asulubiwe, hakuna familia yake iliposimama. Bwana Yesu asifiwe. Hakuzikwa na Yusufu. Hata Yusufu hakuonekana tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hakuwa mtu wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa anataka kuyakamilisha mapenzi yake ndani ya watu. Kwamba aliyoyataka kuyakusudia ni kwamba ndani yake kutoke wokovu katika wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na wokovu huu ambao tumeletewa ni wa bure tu, ambao kwamba ni wa huruma zake Mungu. Ni kwa mtu mwenyewe kusema ya kwamba Bwana, ninakupokea katika moyo wangu, na Yesu Kristo anakaa ndani yako, na wokovu wa Bwana unaingia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe.
hauna gharama tena, maana aliona watu wanajigharamia, kwamba vitu vingine tunajigharamia sisi. Tunaenda kutafuta uponyaji kwa waganga, tunaenda kutafuta mafanikio kwa mashetani. Bwana Yesu asifiwe. Tunajigharamikia vitu vyenye masharti mengi. Unaenda kule unaambiwa wewe utafanywa hii, lakini mpaka wewe unafanya hii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu, upendo wake hauna masharti. Wewe ukishapendwa na Yesu, Yesu akikufanyia na kufanyia ni kwa sababu amekufanyia bure. Kama ni uzima, ni uzima wa bure. Kama ni kukubariki, na kubariki bure. Hautatoa tena kafara juu yake wala chochote kwa ajili ya mambo hayo, bali yeye mwenyewe alikamilisha yote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huko mwingine taambiwa mimi nakufanyia hii, lakini wewe na utafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanashindwa na masharti, kwa sababu masharti zinafika mahali zinakulemea. Kadri unavyoenda masharti inaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uzima ama wokovu huu tumeletewa ni wokovu wa bure. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona ya kwamba ulimwengu wote unasemekana kwamba unafurahi, ni kwa sababu ya mtoto amezaliwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia hizi shamra ziko pingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wameweza kusherehekea, lakini si sherehe kwa zile ambavyo sherehe tunafikiria. Hata saa hii tunaona tuko kidogo kanisani, watu wameenda kusherehekea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini je, unafikiri ni kusherehekea jinsi tunavyosherehekea, ama ni kupika chakula kizuri ule, ama ni kuchinja mbuzi ule, ama ni kununua nguo mpya uvae? Bwana Yesu asifiwe. Hapana. Siku hii ambayo ni siku kuu, ni siku ambayo wewe mwanadamu ambaye umempokea huyu Yesu Kristo, ni kuendelea kumwambia Bwana, kaa ndani ya moyo wangu, yaani ufazidi kufanywa upya katika maisha yako ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine wanafadhaika saa hii, anasema mimi siwezi hata kutoka kwa sababu sina nguo mpya. Si nguo mpya. Yesu anataka upya wa ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Si chakula kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Si kwenda mahali ambapo hujawahi kufika, lakini ukae miguuni kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tukija jinsi tumekuja kutimiza kwamba hii ni ibada yake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtoto Yesu azaliwe maishani mwetu. Tumekuja kumtukuza katika mioyo yetu kwa kumpenda na kuweza kusimama kama Wakristo kuienzi siku yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hatuwezi kumwenzi Kristo tukiwa nje ya uwepo wake. Tuwe hatuko kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Na tunamsifu Kristo. Yesu Kristo msingi wake ni wa sisi tukae ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo jinsi tulivyo, usijione kila mtu saa hii anasema mimi ningekuwa nimefanya hii, lakini nakwambia mpendwa, tulia ndani ya Yesu. Tulia ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hii siku inapita kama siku nyingine kawaida. Haleluya. Utaona wale wanarukaruka huko, wanaenda huko, lakini jua linaenda tu. Wewe angalia vizuri, jua linaenda. Saa hii masaa imesonga, imefika saa 6, na baada ya muda kidogo usiku utaingia. Siku ile utaamka na mashida zako zile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usijisumbue saa hii ukaanza kuingia gharama, ukaona kwamba hii siku ni siku ambayo sasa niingie saloni ya bei ghali, nikasongwe, nikatengenezwe mpaka. Bwana Yesu asifiwe. Nikajipake malipstick na earrings kibao. Bwana Yesu asifiwe. Hapana, si hivyo. Wewe kama unaienzi siku hii, ni siku ya kutafakari msimamo wako katika wokovu wako na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Usimame tu, umuulize Bwana na umwambie Bwana, endelea kunitakasa, endelea kunitengeneza, endelea kunisimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Uwe sana karibu na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Si uende huko uzunguke huku ufanye kule uende, baadaye unaanza kujuta. Bwana Yesu asifiwe. Wewe wajua hii kipindi watu wengi ikifika Januari huko watakuwa wanaongea lugha zingine. Bwana Yesu asifiwe.
Utawasikia nilispendi, nilifanya nini? Wewe spendi, tuenda ukaspendi. Hata kuzuii sisi. Nani alikwambia? Wewe endo spendi, hakuna shida. Lakini nakwambia mimi Christmas siku spendi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata hii ni siku ambayo kama kweli wewe umebarikiwa, ni siku ya kusaidia wale watu wasiojiweza. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa nacho zaidi, wewe chukua usaidie wale wasiojiweza. Hili ndio utakuwa umemwenzi Kristo katika maisha yako. Si kwenda wewe kujitumilia mapesa mengi wewe mwenyewe, kujipigia moyo pasi, kujifurahisha, na pale kuna mtu anahitaji kidogo tu, wewe huwezi kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Umeweka mahitaji yako mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi unapata watu sio anapika nini? Mpaka ikimalizia Christmas wewe unahara wewe. Bwana Yesu asifiwe. Weka mafuta mengi kwa chakula. Nilikuwa unaweka nusu kijiko, sasa unasema ni Christmas, weka robo uto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakaranga, unaona mafuta zinaelea juu. Wewe ndio Christmas hiyo. Kuna watu watapata shida saa hii. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kawaida yako. Bwana Yesu asifiwe. Hausinjobaishwe na mtu. Kama wewe ni mtu wa kikombe kimoja ya chai leo, kunywa kikombe moja ya chai. Bwana Yesu asifiwe. Kunywa mpaka kesho unaenda kulazwa kwa sababu kuna sukari imepanda. Bwana Yesu asifiwe. Tujifundishe. Hii si siku ya kufanya hayo yote. Bwana Yesu asifiwe. Si siku ambayo kuharibu bajeti yako. Si siku ambayo utakuwa wewe mtu atakwambia ukujavaa. Watoto kama umepata neema kwa watoto ni sawa. Hiyo ni furaha yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini isiende zaidi ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Kristo hakuja kuangalia hayo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuja kuangalia mavazi uliyovaa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuja kuangalia ni nini ulicho nacho. Alikuja kwa ajili ya roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo wewe kiwa jinsi ulivyo, hata kama unajiona kwamba hujaweza kufanya jambo fulani na fulani, wewe tulia tu. Bwana Yesu asifiwe. Inapita. Hakuna vile haitapita, itapita tu. Ule chumvi, ule Bwana Yesu asifiwe. Bajao unasikia jana chemsha huko anapiga makitunguu huko, unasikia roho inaenda mbio. Unataka kuwa ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sikusubabishe hiyo. Hizo vitunguu changanya. Wewe kunywa rangi, kaa ndani ya nyumba, waambie mimi ninafunga. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba. Jifungie ndani ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alikuja ili kwamba akatufungue masikio tu. Bwana Yesu asifiwe. Tutoke katika ujinga wa dunia hii. Ndio kwambie, wacha nikwambie kitu kimoja. Unaona hii Christmas, wewe Kristo unaisherehekea, na saa hii madisco zimekesha, nao wanasema wanasherehekea Christmas. Bwana Yesu asifiwe. Na hawaji kanisani. Lakini saa hii ukipita mabango zimejaa. Leo hapa kutakuwa na uhangla. Leo hapa kutakuwa na nani? Leo hapa kutakuwa na nani? Na wote wao wanasema tunasherehekea Christmas. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe mtu wa Mungu, toka huko. Usiende kusherehekea. Bwana Yesu asifiwe. Usiende kwa hizo sherehe zao. Wewe rudi kwa Mungu kanisani kama sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ujue kwamba inakosa maana. Kwa sababu saa hii wale ambao hata wamjui Mungu wameweka mapombe zao, wanapiga, wanasema leo ni Christmas, tunakunywa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unasema hiyo ndio Christmas. Hiyo si Christmas. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni watu wameifanya kama sherehe na si sherehe. Bwana Yesu asifiwe. Wani hiyo sherehe ni yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabisa mpango wa Mungu ni kwamba wakati huu tuwe karibu na Bwana. Tuje karibu na yeye. Tuchukue nafasi ya kureflect maisha yetu na Kristo. Tuangalie mahusiano yetu na Bwana yakoje. Tuangalie jinsi tulivyoanza ndivyo tulivyo, ama kuna mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kujipeleleza na kutengeneza maisha yetu na Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ili usifanane nao. Bwana Yesu asifiwe. Na ujue habari hizi za Yesu Kristo, hata kuzaliwa kwake
Manabii walitabiri miaka 700 kabla ya kuzaliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Isaya 7 mstari wa 14, wakati wa utawala wa ule mfalme alikuwa anaitwa Uzia, Isaya akasema hivi, na Bwana atawapa ishara. Bwana Yesu asifiwe. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, na atamwita jina lake Immanueli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii habari za kuzaliwa kwa Yesu ziliweza kutabiriwa wakati ambapo manabii wa Mungu walikuwa wamepewa mafunuo kutabiri ujio wake huyu, lakini sasa ikachukua miaka mingi ndio Bwana akayatenda mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Mungu akimtoa Yesu Kristo, akimuleta duniani, alimuleta akiwa amekuja kutimiliza yote. Bwana Yesu asifiwe. Yaani alipokuja ulimwenguni iliashiria kwamba ndio mwisho wa matatizo ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio pale Yesu alipokuja akasema, njoni nyote mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu watu walikuwa wamebebeshwa mizigo mingi. Bwana Yesu asifiwe. Umejaribu mambo haya hayaendi, umeenda kwa huyu haiendi, lakini Yesu amesema hayo yote yalete kwangu, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni habari ambazo zilikuwa zimekaa kwa kipindi kirefu, na sasa Mungu akayatimiza mapenzi yake. Akija huyu Yesu Kristo kwa mara ya kwanza, dunia ilimkataa. Bwana Yesu asifiwe. Ilimkataa tu. Alipozaliwa akiwa mtoto mdogo, watu waliposikia tu habari wakakataa habari zake. Bwana Yesu asifiwe. Hata hajaanza huduma. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni mtoto mdogo, wakasikia tu huyu amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama mtu akasikia tu kwamba umepata kitu fulani, hata hajajua ni nini, akasikia kukwazika. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Watasikia habari zako, na wakizisikia hujui watazipokeaje. Bwana Yesu asifiwe. Wafalme wa enzi zile waliposikia habari za Yesu Kristo walizikataa, na wakataka hata kumwangamiza akiwa bado mtoto mdogo, hajajua hata kuna nini. Bwana Yesu asifiwe. Bado amebebwa na mamake, bado ananyonya. Yaani mtoto wa siku moja alipozaliwa tu, Herode anasema huyu mtoto atafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ukimpata Yesu utaanza kutafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto akizaliwa ndani yako, kuna kitu kitatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Hautakuwa jinsi ulivyo, utaanza kutafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kuwa na adui, utaanza kuona kwamba kuna ushindani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika ya mambo hayo yote, huyu Yesu hajawahi kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Hajawahi kushindwa. Nakwambia, Mungu akitaka lake litendeke, hakuna mwanadamu anayeweza kulipinga. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza simamisha mpango wa Mungu. Wangemaliza Kristo kabla hajatimiliza yale Bwana alikuwa ametaka yatendeke. Lakini tazama, malaika wa Bwana aliendelea kuongoza kina Yusufu kila mahali akiwapeleka, mpaka Bwana akaweza kuyatimiza yote. Bwana Yesu asifiwe. Na ikafika mahali hata Yusufu, Bwana Yesu alipofika kwa umri wake akifanya huduma, Yusufu hakuonekana tena mahali hapo. Aliyatimiza hayo akiwa na nguvu za Mungu sasa. Na katika kila mahali alipoenda, Kristo alipata neema na kibali. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo pinzani ulikuwa mkubwa, ulikuwa na kukataliwa kwingi, lakini Bwana aliyatimiza. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe na mimi hata leo utakataliwa kwingi, utaweza kuona dhihaka kwingi,
ni kwa sababu mtoto amezaliwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo siku ya leo tujue kwamba Kristo Yesu alikuja tu kwetu maishani kutuletea ukombozi wa maisha yetu, kutupatia amani ya maisha yetu, kutupigania pale mahali tulipokuwa hatuwezi kujipigania, kututendea mambo kinyume na jinsi wanadamu walivyokuwa wanafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ujio wa mwanao Yesu Kristo maishani mwetu. Tunakushukuru ni kwa sababu Baba uliyatimiza mapenzi yako ndani yetu, kutupatia Bwana Mwokozi shujaa uliyekuja katika maisha yetu, kutuonyesha manyonge na kuendelea Bwana kutusimamisha na kutuondolea mafadhaiko ya maisha haya. Baba, endelea kutupatia neema ya kumtambua huyu Yesu Kristo, kuendelea Bwana kumjua, na tuendelee Bwana kupata neema machoni pako tukitembea pamoja na Kristo. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu.